Asante sana kwa kuwa mtazamaji wa Mkaya TV Asili Mtandaoni. Tunabeba tamaduni, tunaijenga kesho. Tuko hapa kujuzana mambo tofauti ya kihistoria kuhusu mila, desturi na tamaduni mbalimbali za makabila mengi ambayo yanapatikana nchini Tanzania. Kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada, leo tuko tena tizama juu ya historia ama tunaweza tukasema chimbuko la Wazaramo, historia yao ambao pengine imefichika ikiwahusu wenyeji wa Dar es Salaam. Tukitizama chimbuko la Wazaramo, historia ambayo imejificha ya wenyeji wa Dar es Salaam. Je, pengine umewahi kukaa ukajiuliza ni nani waliokuwa wenyeji wa kwanza wa Dar es Salaam kabla mji huu kuwa kitovu kikubwa cha kibiashara hasa bara letu la Afrika Mashariki? Je, pengine umekaa ukajiuliza ni nani waliokuwa wenyeji wa kwanza wa Dar es Salaam kabla mji huu kuwa kitovu kikubwa cha kibiashara Afrika Mashariki? Je, pengine ni kweli kwamba Wazaramo ni wahamiaji? Je, jina Mzaramo liko na maana gani hasa? Leo tunachukua nafasi hii adhimu zaidi kuweza kukaribisha hapa Mkaya TV Asili Mtandaoni. Tunabeba tamaduni, tunaijenga kesho. Kaa tayari, kwa maana kwa leo tutakuletea simulizi ya kihistoria ikihusu chimbuko la Wazaramo, na ni moja ya jamii kongwe na ambayo iko na historia ya kipekee katika nchi hii ya Tanzania. Hata pale tunapoamua kurejea nyuma katika historia, hata kabla ya ujio wa Wajerumani, Waingereza na hata kabla ya Dar es Salaam kuanzishwa rasmi mnamo mwaka 1862, maeneo mengi ya pwani ya Tanzania kwa wakati ule yalikuwa yakikaliwa na jamii mbalimbali za Kibantu, na miongoni mwa jamii hizi walikuwepo pia Wazaramo, na ndio ambao walikuwa wakienea katika maeneo makubwa ya pwani ya kati, kuanzia Dar es Salaam ya leo hadi Kisarawe, Kibaha, Mkuranga na baadhi ya sehemu za Bagamoyo. Lakini swali linabaki, ama swali kubwa linaendelea kubaki kwetu, walitokea wapi? Wana historia wengi wapo wanatueleza kuwa Wazaramo ni sehemu ya makundi ya Wabantu yaliyohama kutoka maeneo ya bara kuelekea pwani katika nyakati tofauti za kihistoria. Baadhi ya tafiti pia zinatuonesha kuwa wako na uhusiano mkubwa wa kihistoria na Waluguru wa milima ya Uruguru mkoani Morogoro. Ukaribu wa lugha zao, lugha kati ya Kiluguru na Kizaramo, umetumika pia na baadhi ya watafiti kama mojawapo pia sehemu ya ushahidi ambao unatuonesha kuwa makabila haya yanaweza yakawa pengine kuwa na asili inayofanana. Hata hivyo, simulizi za kijadi bado zinaendelea kutujuza Wazaramo kuwa ni jamii yao iliundwa na koo mbalimbali, koo ambazo zilizohamia maeneo ya pwani na baadaye kuungana chini ya utambulisho mmoja, na hapo ndipo linapokuja kutokea neno kuzarama. Kwa mjibu wa baadhi ya wataalamu wa lugha za Kibantu, kuzarama kunamaanisha kuhama au kuhamia eneo jipya. Hivyo basi, wale waliohamia na kuanzisha makazi katika eneo la pwani waliitwa Wazaramo. Lakini historia ya Wazaramo haiwezi kasimuliwa bila kulitaja jina la shujaa maarufu anayejulikana kama Pazi. Katika simulizi nyingi za kihistoria, simulizi nyingi za jadi, Pazi amekuwa akitajwa kuwa ni mmoja wa viongozi mashuhuri waliounganisha koo mbalimbali za Kizaramo. Mpaka leo jina lake bado linaendelea kuheshimiwa hasa katika historia ya Wazaramo, kwa maana imezungumzwa. Makazi yake yalikuwa katika eneo la Mwanarumango ambalo linapatikana wilayani Kisarawe mkoani Pwani. Eneo hili limetajwa na wazee wa jadi kuwa ni kama moja ya maeneo ya mwanzo kabisa ya makazi ya Wazaramo katika karne nyingi zilizopita. Mwanarumango ilikuwa ni kitovu cha shughuli za kijamii, kiuchumi na wakati mwingine kisiasa kuhusu Wazaramo. Simulizi nyingine ya kihistoria zinaendelea kutueleza kuwa eneo hilo lilikuwa limezungukwa na misitu mikubwa, misitu iliyojaa wanyama wengi
wakali, hasa simba. Kwa wakati huo, wakazi ili walazimu kuishi kwa tahadhari, huku wakilinda familia zao na mashamba yao. Mbali na kuishi maisha ya kawaida, Wazaramo walikumbana pia na changamoto mbalimbali za kiusalama, na moja ya simulizi maarufu ya kihistoria ni kuhusu migogoro ambayo ilitokea kati ya Wazaramo na makundi ya wageni waliopita katika maeneo yao kwa shughuli za kibiashara. Katika baadhi ya simulizi, Wakamba kutoka nchini Kenya kwa leo wametajwa kuwa ni miongoni mwa makundi yaliyowahi kukutana na Wazaramo katika safari zao za kibiashara. Migogoro hiyo ikachangia kuimarisha mshikamano wa koo za Kizaramo. Chini ya uongozi wao, kadri miaka ilivyosonga mbele, pwani ya Afrika Mashariki ikaanza kuvutia hadi wafanyabiashara kutoka Uarabuni, India na maeneo mengine ya kidunia. Hii ni kutokana na nafasi yake ya kijiografia. Wazaramo wakajikuta katikati ya mtandao mkubwa wa biashara ambao uliunganisha bara la Afrika na bahari ya Hindi. Kwa wakati huo, kama biashara ya pembe za ndovu, bidhaa za kilimo na bidhaa nyingine ndizo zilianza kuathiri maisha yao mara baada ya ujio wa Arabu, na pia ukapelekea kuenea kwa dini ya Kiislamu katika maeneo mengi ya Uzaramo. Ndio sababu leo idadi kubwa ya Wazaramo ni Waislamu, lakini pamoja na kupokea dini na tamaduni mpya, waliendelea kuhifadhi sehemu kubwa ya mila zao za asili. Mfumo wa ukoo umekuwa na umuhimu sana katika jamii ya Wazaramo, tofauti na makabila mengi ya Tanzania. Koo nyingi za Kizaramo zinafuata mfumo wa urithi upande wa mama. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kuwa mtoto anakuwa anahesabiwa zaidi katika ukoo wa mama yake. Kimila pia kama zile za jando na unyago, nazo zikawa ni sehemu muhimu sana ya malezi kwa familia nyingi za Kizaramo. Sherehe hizi ndiko vijana wanafundishwa maadili, wanafundishwa heshima, uwajibikaji na namna ya kuishi katika jamii. Katika uchumi wao, Wazaramo wameishi wakitegemea sana kilimo, wakilima mihogo, mahindi na mazao mengine ya chakula. Na kwa wale ambao waliokuwa karibu na bahari, wao wamekuwa maarufu ama wakifanya shughuli za uvuvi, huku wengine wakijihusisha na biashara ndogo ndogo. Mnamo karne ya 19 ilipoingia, historia ya Wazaramo ikaanza kubadilika kwa kasi. Mwaka 1862, Sultan Majid wa Zanzibar alianza kuijenga Dar es Salaam. Baadaye Wajerumani walipoifanya Dar es Salaam kuwa makao makuu ya Afrika Mashariki ya Kijerumani, watu kutoka sehemu mbalimbali wakaanza kuhamia katika eneo hilo. Mabadiliko hayo yakaifanya Dar es Salaam kuwa mji wa watu wa makabila mengi. Licha ya mabadiliko hayo, Wazaramo wakaendelea kuwa sehemu muhimu ya historia ya mji huo. Kwa hakika, kabla ya Dar es Salaam kuwa jiji kubwa tunaloliona leo, Wazaramo walikuwa tayari wanaishi na waliendesha shughuli zao katika maeneo mengi ya jiji hili. Leo hii tamaduni wa Kizaramo bado wanaonekana kunako ngoma za asili, vyakula vyao vya kijadi, sherehe za kitamaduni na hata majina mengi ya maeneo ya Dar es Salaam na pwani. Kwa hiyo, Wazaramo ni nani? Ni jamii ya Kibantu ambayo iko na historia ndefu katika ukanda wa pwani ya Tanzania. Ni jamii ambayo inaundwa na koo mbalimbali zilizoungana na kujenga utambulisho mmoja. Ni watu ambao wamekuwa sehemu ya historia ya Dar es Salaam kabla hata ya kuzaliwa kwa jiji lenyewe, na mpaka leo wanaendelea kuwa sehemu muhimu ya urithi wa nchi ya Tanzania. Kama umejifunza jambo jipya kuhusu Wazaramo, unaweza ukaandika maoni yako hapo chini. Sasa ukulike, kushare na kusubscribe Wamkaya TV. Asili mtandaoni, tunabeba tamaduni, tunaijenga kesho. Tuko hapa kwa simulizi zaidi za kihistoria kuhusu Tanzania na Afrika. Mimi ni Ngosha Mkaya na hii ni Wamkaya TV. Asili mtandaoni, tunabeba tamaduni, tunaijenga kesho. Tukutane katika simulizi nyingine ya kihistoria. Shita leo mhala tuisange kumabala.